Kijijini Kaseke, Kigoma Vijijini, mkoani Kigoma, moja ya vijiji vinavyopitiwa na ujenzi wa reli ya kisasa, kipande cha 6 cha kutoka Tabora hadi Kigoma. Utoaji wa ardhi kwa ajili ya njia kuu ya reli, majengo na miundombinu mbalimbali katika mradi ni moja kati ya kazi zinazoendelea hivi sasa. Leo hii ni hatua muhimu ya kazi hii ya msingi kabla ya ulipaji fidia kwa wananchi ambao maeneo yao yametwaliwa. Mpaka sasa tumeshakamilisha mazoezi ya uandani kwa maana ya site works, na leo tuna zoezi la kutoa mrejesho kwa wananchi ambao mali zao tayari zishafanywa uthamini, na leo wanaonyeshwa kile ambacho kilichukuliwa katika uandani kwa maana site na kile ambacho kimechakatwa na wataalamu na kupata thamani ya ardhi ambao wanaweza wakaja wakalipwa baadaye. Kwa upande wa mradi wa kipande cha 6 mpaka sasa tumesha fanya uthamini na kulipa fidia maeneo mbalimbali. Kwa mfano njia kuu tayari tumeshalipa fidia kilomita 50 ambazo ziko Urambo, wananchi wameshalipwa fidia na ardhi inaendelea na ujenzi. Lakini kuna kipande ambacho tunatarajia kulipa fidia hivi punde, kilishafanywa uthamini na ulikamilika, kilomita 55 ambazo ziko wilaya ya Uvinza kuanzia kijiji cha Nyangabo mpaka kijiji cha Chakulu. Kwa hiyo tunatarajia hivi punde tu tutakuja tutalipa fidia na ardhi hiyo itakabidhiwa kwa mkandarasi. Awamu hii ya zoezi la utoaji wa ardhi inahusisha kilomita 76 za njia kuu ya reli na maeneo mengine mbalimbali yanayohitajika kwa ajili ya utekelezaji wa mradi, yakiwemo maeneo maalum ya uchimbaji wa vifusi. Zoezi hili likiongozwa na ofisi ya mdhamini mkuu wa serikali. Wataalamu wanasema hatua hii ni takwa la kisheria. Zoezi la uthamini wa fidia ni zoezi ambalo lipo kwa mujibu wa sheria, kwamba tunapomaliza ukusanyaji wa taarifa uandani za wananchi tunakwenda kuzichakata, na zoezi linalofuata ni kuja kuwaonesha wananchi zoezi zima lilivyofanyika, lakini pia watu waweze kujua kiwango chao. Zoezi hili ni muhimu sana kwa sababu wananchi kwanza wanafahamu ni kiwango gani cha fidia ambacho watakacholipwa, lakini pia inaongeza uwazi, lakini pia zoezi hili linamfanya mwananchi ajue kwamba ni kiwango gani cha fedha au fidia ambacho ataenda kulipwa na kiwango gani cha fedha ambacho anaenda kuidai serikali. Moja kati ya vitu muhimu katika utekelezaji wa mazoezi kama haya ni swala la uenezaji wa elimu ya uelewa kuhusiana na masuala ya utoaji ardhi pamoja na ulipaji fidia, ambayo bado iko chini katika maeneo mengi ikiwemo maeneo kama haya ya vijijini. Lakini swali ni je, namna gani wadau tofauti wakiwemo viongozi wa chini kabisa wa serikali wanahusika katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata uelewa sahihi wa masuala haya? Taarifa sahihi tunaletewa na viongozi wenyewe wa shirika la reli, ndio tunashirikiana nao wanatuletea, ili na sisi tunafikishia taarifa wananchi. Utaratibu uliofikia ni huu. Sasa mnatumia njia gani kuwafikia wananchi, kuwafikishia hizo taarifa? Wananchi tunatumia taarifa kuna vipaza sauti vya msikitini pale, tunapiga ngoma mikutano ya hadhara, tunawafikishia wananchi, wanapata taarifa ili kusudi kujua utaratibu wa mradi wetu unaendaje. Maana yake ni mradi wa serikali na sisi ni mradi wa ndio wananchi. Maana yake mradi unafuata wananchi, na sisi kama tumepokea mradi huu ni lazima tuwe nao karibu ili kusudi tuweze kuwa cheni moja. Na hii miti ya mtoni imetunzwa kwa ajili. Wataalamu katika mradi pia wanatambua kuwa hatua kubwa iliyofikiwa katika utekelezaji wa mradi huu ni zao la ushirikiano wa wadau wote, kuanzia viongozi wa ngazi mbalimbali hadi kwa mwananchi wa kawaida kabisa. Katika swala la ushirikiano, kwanza tunawashukuru sana serikali za maeneo haya, kwa maana serikali kuanzia ngazi ya wilaya, mkoa mpaka ngazi ya vijiji ambao tunafanya nao kazi wamekuwa na mwitikio mkubwa, lakini pia wananchi wamekuwa wanaitikia na wana ari ya kushiriki mazoezi na wanatoa ushirikiano mkubwa tu kwa wataalamu pamoja na shirika la reli. Kuna kavichaka ambako Mzee Jafari ni kati ya wanufaika wa mradi hapa kijijini Kaseke, na ni hivyo hivyo kwa binti Anita. Wanaeleza ushirikishwaji wa wananchi kuanzia hatua ya kwanza kabisa ya zoezi ulivyorahisisha uelewa na utekelezaji wa zoezi. Tulichoeleweshwa ni kwamba kama kawaida ardhi ni mali ya umma, ni mali ya taifa, na
kama serikali wanapokusudia kubadilisha matumizi kwenye ardhi yao, wana haki ya kufanya hivyo, lakini pia wametufanyia fikra kwamba watufidie, kwa sababu yale maeneo tulikuwa tunatumia yanatunufaisha kwa kiasi fulani, kwa sababu kila zoezi lilikuwa watu wanatangaziwa na waliokuwepo wanashiriki, wale ambao wapo basi walikuwa wanapewa taarifa. Vitu wanavyotumia ni ardhi ya wananchi hapa. Kwa hiyo wanapokuwa wanatoa, yani ikifika muda wanakuja, wanawashirikisha wananchi, bwana kuna 1 2 3. Hata wananchi wenyewe wanajisikia amani, hata hawajutii kutoa ile ardhi yao kwa sababu wameshirikishwa kila kitu. Tunafurahi kwa sababu mradi huu ukianza kufanya kazi utatuunganisha na wenzetu walio pembeni yetu na nje ya mipaka ya nchi yetu, kwa sababu ujio wa reli hiyo itabeba watu wengi wa Tanzania, wa Kigoma na hata wa nje ya nchi. Kipande cha ujenzi wa SGR kutoka Tabora hadi Kigoma chenye jumla kilomita 506 ni muhimu kuelekea shabaha ya kuzifikia nchi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi ambazo hutumia sana bandari ya Dar es Salaam kusafirisha mizigo. Kukamilika kwa mradi huu ni hatua moja mbele katika maendeleo ya kukuza biashara kati ya nchi za Afrika.